Hello, natumai wote ni wazima. Karibuni C4 Ministry na wana C4 Ministry. Leo tunataka kuzungumzia kuhusu mambo yanayoikumba jamii yetu kila kukicha kwenye maisha yetu ya kila siku na our daily lives. Kwa hiyo leo tutazungumzia kuhusu mambo ya majira ama tuseme misimu, kwa sababu hali ya hewa ikibadilika na mambo yanabadilika. Hali ya hewa ni kitu ambacho kinakumba jamii, inapatia jamii ugumu ama mambo tofauti sintofahamu kwa sababu ya kubadilika kwa majira. Tukumbuke tuna misimu minne kwa mwaka. Kwa hiyo kama tuna misimu minne, hiyo misimu minne kila msimu utapobadilika baada ya miezi mitatu, ulimwengu ni kama una change mfumo, ama kama upo kwenye bara fulani linabadilisha mfumo, ama kama upo mahala fulani kunabadilisha mfumo. So ule mfumo unaobadilika ndio tunaita msimu. Kwa hiyo kwenye atmosphere kunabadilika, kuna vitu fulani vinavyobadilika. So kitu ambacho ninachotaka kukizungumza hapa ni kuhusu uzio, kwamba allergy, kuna allergy ambazo zinabadilika. Allergy ni kitu gani? Allergy ni jambo fulani ambayo linalokukumba endapo msimu ukibadilika. Either upatwe na mafua, ama upatwe na homa, au upatwe na mfumo wa kuharisha, au upatwe na kichwa kuuma. Kwa hiyo mambo yanakuwa ni mingi. Kwenye mambo ya allergy yanakumba watu wengi, kama nilivyotanguliza hapo awali. Yanaweza kukukumba endapo kama hukuwa na kinga nzuri mwilini mwako na msimu unabadilika. Ndipo hapo anapokuambia ni vizuri uwe unapata chanjo kila baada ya mwaka ama kila mwezi, ili uweze kudili na kuandaa mwili wako kupambana na magonjwa nyemelezi ama magonjwa haya madogo madogo yanayokuja na misimu inavyobadilika. Hii allergy inawasumbua watu wengi sana. Allergy inakuwa ipo kwenye sehemu tofauti. Unaweza ukaona mtu akila maharage anasumbuka, kwa hiyo ako allergic kwa yale maharage. Ama akila chakula fulani kinamuumiza tumbo, kwa hiyo yuko allergic kwa kile chakula. Ama akila seasoning fulani, inawezekana ngozi yake yote ianze kubabuka, kuharibika, kwa sababu yuko allergic kwa kile ama kwa ile seasonings ama aliyokula, kama kile kiungo alichokula. Kwa hiyo allergy ina miundo tofauti. Ukiwa na allergy mbaya inaweza kukufanya usilale, usipumue vizuri, yani usiwe na hamu nzuri ya kula, uhisi mwili kupata joto, yani unaweza ukahisi mambo tofauti zikawa tu ni allergy za kawaida. Misimu ipoje? Misimu ya kwenye allergy, ama wanasema what are seasonal allergies? Ni misimu, yani ni uzio gani unaokuja kwenye misimu? Okay? Kuna baadhi kama unavyoona, kukiwa na barafu kali miti yote inakuwa ishakufa, hakuna mti, hakuna nini, nje kote ni kweupe. Kunakuwa kila mtu anadili na mambo ya kuwasha hiti ndani ya nyumba yake. Inaleta maafa pia, kwa sababu winter haiji kama watu washajiandaa. Uzuri baadhi ya watu wako vizuri, wana vitu vyao na washajipangilia, maisha yako poa. Lakini kuna wale ndugu zangu na sisi wanaweza kuwasha majenereta, kuwasha moto ndani ya nyumba, kuwasha hivi, mwisho maafa yanawakuta. Nadhani tulisha rekodi video ya hiyo mada. Lakini kingine ni kwamba ikiwa ni msimu wa mvua unaiandaa ardhi kuweza kurutubisha, ili sama ikifika miti istawi vizuri, ardhi iwe ni mahala pazuri. Kwa hiyo kuna msimu fulani unaojibadilisha, lazima kuwe na ukongamano kati ya wewe na ubadilikaji wa hali ya hewa. Kwa hiyo usipojipangilia utaweza kujikuta una allergy inayokusumbua, aidha mafua, ama ukohoe, ama upatwe na baridi kali kuingia mwilini, au homa, kichwa kuuma. Hizo ndio allergies zinazokuja na misimu. Kwa hiyo ukija kuona ni mvua imebadilika, ama ni msimu wa mvua ukapatwa ni mafua makali, ujue hiyo ni allergy ya msimu. Ama ukaja kuona makamasi yanatoka, runny nose, yani wewe pua yako kila kukicha ni makamasi, ujue uko tayari kwenye msimu, allergy za msimu. Ama uweze kuona wewe kila muda kichwa chako kinauma tu, ujue tayari msimu umekuvaa, kwa sababu kuna baadhi ya vumbi linaloweza kuwa linazunguka mahala ulipo ama sehemu ambapo unapoishi. Inawezekana ikawa tayari ishakupata. Ama koromeo lako kuwasha ama kuuma, huo pia ni msimu unaobadilika. Najua kwa muda huu watu wengi sana watakuwa tayari wamepitia mafua sana, kwa sababu ni msimu ambao hauko stable. Leo kunanyesha mvua, kesho kuna jua. Leo kunanyesha mvua, kesho kuna jua. Kwa hiyo kuna allergy inayokuepo hapo ndani. Utakuwa ushapitia mafua, kifua, koo kuwasha,
pua kutoka makamasi sana, au pia macho kuwasha. Ukija kuona macho yako yanawasha sana, sio kwamba eti umekosa usingizi au umechoka unataka kulala, kitu kama hicho. No, muda mwingine ni allergy zinazokusumbua. Okay? Inawezekana ukapata pia kama kizunguzungu fulani hivi, kizunguzungu ama kichwa kugonga, kuuma. Hiyo pia ni dalili ya msimu, kwamba ni na allergy za msimu. Msimu tayari umebadilika, unaanza kukuletea mabadiliko kwenye mwili. Vitu ambavyo vinavyoweza kufanya allergy iwe mbaya sana kwako, endapo ukiwa wewe ni mvutaji, yani wewe unavuta sigara sana, wewe kila kukicha sigara ni zako, wewe ni sigara, sigara ni wewe. Ulevi wa kina, wewe kila kukicha ulevi wako ni sawa. Ama sehemu unapotumika, sehemu unapofanyia kazi, pamekuwa wewe kila siku kwenye hiyo sehemu unanyonya vumbi tu, yaani unafanya kazi kwenye vumbi kali, na msimu ubadilika, unaweza kukupatia muda mgumu wa kuweza kukumbana na hili gonjwa la msimu, yaani uzuio wa msimu, kwamba allergy za msimu. Okay, ni jinsi gani utaepukana na haya mambo? Ni jinsi gani utaweza kuepukana na magonjwa haya ya huu msimu? Ni vizuri zaidi uwe unakunywa maji mengi mara kwa mara, uhakikishe unaoga sana, uhakikishe kila unapoenda wewe ni msafi, uko imara na mambo unayoweza kuyatumia. Inafaa pia uepukane na kukaa kwenye vumbi jingi sana. Ukiona nyumba yako ipo namna gani kuna vumbi, jaribu kutafuta kuna kimashine fulani cha kunyonya vumbi kwenye hewa, humidifier, unaweza ikakusafishia air, isafishe air yako vizuri na uweze kubreathe hewa nzuri. Ama tembea mahala palipokuwa pasafi kwenye miti, ili uweze kupumua vizuri na uweze kukaa mbali. Ama pia uwe unavaa mask, kama wakati wa COVID-19 unakuwa unavaa mask, ili mradi uepukane na pia watu waliokuwa wameathirika zaidi. Okay, pia zaidi kujitibia na haya. Kwa mimi napenda sana kuambia ndugu zangu tuweze kujitibu sana, mtumie sana asili, kwa sababu tunajua na ndugu zetu ama community yetu ni watu ambao walitoka Afrika na miti wanaitumia kwa wingi sana. Kwa hiyo uzidi kutumia sana tangawizi, utumie karafuu, zitumie kwa wingi, kunywa kama chai, ili mradi uweze kuwa unajisafisha mara kwa mara na magonjwa yakae mbali. Na hapo unaweza ukaenda kwenye pharmacy na pia ukachukua dawa zitakazoweza kukusaidia kwenda kusafisha hayo mambo, kama eye drop. Kama macho yako yanawasha, utaenda kuchukua na eye drop ili uweze kujibonyezea kwenye macho na mambo yaweze kwenda vizuri. Okay, kwa machache niliyosema, nashukuru sana ndugu zanguni, natumai utakuwa umenisikia na umeifuatilia kwa kina, na ukiwa na swali karibu sana waulize wana C4 Ministry waweze kukusaidia. Kwa majina ni mimi Saidi Mwaliko, nawapenda sana.